mtakumbuka kwamba aliyekuwa meya wa manispaa za Kinondoni na baadaye Ubungo, Boniface Jacob almaarufu Boniai, na mwenzake Godlisten Malisa wanashtakiwa katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu mbele ya mheshimiwa hakimu anaitwa Swalo kwa makosa ya kuchapisha habari katika mitandao ya kijamii. Mashtaka ni kwamba walichapisha habari ambazo sizo sahihi. Mnafahamu na mpaka sasa mnajua makosa ya mitandao. Ile kesi ni criminal case namba 8439 mwaka 2025 kati ya Jamhuri dhidi ya Boniface Jacob na Godlisten Malisa. Wamesikilizwa mashahidi kadhaa, na kama ilivyofanyika katika kesi ya Jamhuri dhidi ya Antipas Tundu Lissu Mughwai, katika kesi ya Jamhuri dhidi ya Boniface Jacob na mwenzake Malisa, upande wa Jamhuri walipeleka maombi ili waweze kuficha mashahidi. Walitoa mashahidi kama 2 au 3. Baada ya pale upande wa mashtaka sijui walifikiria nini, lakini baadaye wakapeleka maombi mahakamani mbele ya mheshimiwa Swalo, maombi ambayo kwa mjibu wa sheria yanapaswa kuwa upande mmoja, tunasema ex parte. Kwa alipeleka maombi ya upande mmoja mbele ya mheshimiwa hakimu Swalo, na baada ya mheshimiwa hakimu Swalo kusikiliza yale maombi na hoja zilizoambatana na maombi, akakataa maombi ya upande wa mashtaka kuficha mashahidi katika kesi ile. Narudia tena, sijui nini kilowasukuma wakaamua kuficha mashahidi, lakini bottom line kwamba uamuzi wa mahakama wa tarehe 2 mwezi wa 5 mwaka huu uliwakatalia upande wa mashtaka kuficha mashahidi. Kwa hiyo hawakuridhika na uamuzi ule, wamekata rufaa kupitia shauri la rufaa namba 61968 na mwaka 2025, rufaa ambayo iko mbele ya mheshimiwa Jaji Magimbi, na imekuja leo kwa ajili ya kupangiwa taratibu nyingine za usikilizwaji. Sisi tumeweka pingamizi kwamba rufaa ile haina mashiko kisheria kwa sababu inatokana na uamuzi mdogo wa mahakama. Ni hoja yetu na tutaenda kuzitoa kwamba maamuzi madogo yasiyomaliza kesi, wanasheria wanafahamu, huwa hayaruhusiwi kukatiwa rufaa. Bunge lilitunga sheria hiyo ili kuhakikisha kwamba mashauri yanasikilizwa kwa haraka na kumalizika. Kwa tutatoa hoja na tutaomba rufaa ile itupiliwe mbali ili faili rudi Kisutu, mashahidi wale twende tukashughulike nao ana kwa ana na sio kwa kificho, kwa sababu mahakama imeshakataa. Kwa tutaendelea kutoa taarifa zaidi kadri kesi hiyo au rufaa hiyo itakapokuwa inaendelea. Kwa hiyo sasa imepangwa lini basi baada ya? Tumekubaliana kubadilishana hoja kwa njia ya maandishi, na ya mahakama itatoa uamuzi wake mnamo tarehe 25 mwezi wa 11. Hapa katikati tutabadilishana hoja za maandishi. Tarehe 23 Novemba tutakutana, tutapeana taarifa.